Furaha iliyoje mtazamaji, mimi na wewe kuonana tena ana kwa ana. Karibu kwenye taarifa zetu za upeo wa TV47, lakini mwanzo tupate baadhi ya yaliyomo. Yaliyomo kwenye upeo wa TV47. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amtetea Rais William Ruto kuhusu matamshi yake kuhusu utekaji nyara. Hii ni baada ya rais mapema wiki hii kusema kwamba wote waliopotea wameunganishwa tena na familia zao. Mwendeshaji bodaboda ambaye ni mshukiwa wa 12 katika mauaji ya mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were akamatwa usiku wa kuamkia Jumatano katika mtaa wa Kibera katika kaunti ya Nairobi. Na idara ya mapato ya kaunti ya Nairobi imefunga jumba la Freemasons katikati ya jiji kwa madai ya kutolipa kodi ya ardhi inayofikia shilingi milioni 19. Operesheni hii ni sehemu ya kampeni pana ya kaunti inayolenga wadaiwa wa kodi kote katika jiji kuu. We need everybody to pay their fair share. You cannot have drainage in Kilimani blocked that is being cleared with resources that are being collected from a mama mboga who lives in Mukuru. Ni miongoni tu mwa taarifa ambazo tumezipatia kipaumbele. Pale pembeni nitakuwa na msaidizi wangu kwa lugha ishara, jina lake Roda Nyamai, nami jina langu ni Ruga Ival. Hujambo na karibu mtazamaji. Mwendesha bodaboda Amos Barasa Kasili ambaye ni mshukiwa wa 12 katika mauaji ya mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were amekamatwa usiku wa kuamkia leo katika mtaa wa Kibera kaunti ya Nairobi. Kulingana na taarifa za polisi, Kasili anadaiwa kuwa mwendeshaji bodaboda aliyembeba mshukiwa mkuu aliyetekeleza mauaji ya mbunge Were mnamo tarehe 30 mwezi wa Aprili katika barabara ya Valley Road karibu na mzunguko wa makafani ya City Mortuary. Mwanahabari wetu Samira Mohamed na taarifa zaidi. Huku makachero wakiendeleza operesheni yao katika juhudi ya kutegua kitendawili cha mauaji ya mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were. Mmoja wa washukiwa katika mauaji ya mbunge huyo amekamatwa usiku wa kuamkia Jumatano. Katika msako wao, makachero wa idara ya upelelezi ya makosa ya jinai wamemkamata Amos Barasa Kasili anayedaiwa kumsafirisha mshukiwa mkuu wa mauaji ya mbunge Were kutoka maeneo ya majengo ya bunge hadi sehemu ya tukio iliyo katika mzunguko wa makafani ya City, na kisha kumsubiri hadi alipotekeleza mauaji hayo na hata kumbeba na kuelekea hadi katikati mwa jiji la Nairobi. Hapo awali, kanda za CCTV zilimwonyesha Barasa akiegesha bodaboda yake mbele ya benki ya Equity linaloangalia majengo ya bunge la kitaifa kabla ya kumfuata mbunge huyo pindi tu alipoondoka majengo ya bunge. Kulingana na makachero wanaoendeleza uchunguzi wa mauaji ya mbunge huyo, Barasa alikiri kuhusika katika mauaji ya mbunge Were kwa kumsafirisha mshukiwa mkuu kutumia bodaboda lake lenye nambari ya usajili KMFZ 413W na kisha kupokea malipo ya shilingi 50,000. Huku Barasa akitarajiwa kufikishwa mahakamani mnamo Alhamisi. Kukamatwa kwake kumefikisha idadi ya washukiwa waliokamatwa kuwa 12. Samira Mohamed, runinga ya TV47. Kwingine kwa mtazamaji, baadhi ya wabunge kutoka maeneo ya magharibi wameapa kukwamisha shughuli za kiwanda cha sukari cha Nzoia kwa kile wanachodai ni ukosefu wa ushirikishwaji wa wananchi katika mchakato wa kukodisha kiwanda hicho kwa miaka 30 kwa mwekezaji binafsi Jeswant Rai. Wakizungumza katika majengo ya bunge, wabunge hao wametaja mchakato wa ukodishaji huo kama wizi na wamemtaka Rais William Ruto kutimiza ahadi yake ya kufufua viwanda vya sukari kwa njia halali na yenye uwazi. Pia wametaka serikali kuheshimu maamuzi ya mahakama kuhusu swala hili. Farmers who have money owed by Nzoia Sugar Company, the company owes them money. They are saying that it will be government which will pay, not right. Now, when you sell a factory or this and change the name from Nzoia to maybe Rai Sugar Mills, or whichever the name that will come after handover, the name is changing.
Farmers will sue who? Earlier on, there was a law that the sugar bill that passed in Parliament. It was said that only mills will be allowed to import sugar. Now, the mills have been given to some people who are known to be not very good characters to run. So now, some of these mills might not even crush sugar. They might just have tokenism, but the main business will be to dump Brazilian sugar in the economy, which has been the reason why sugar in Western Kenya has never taken off. Difficult for me to accept that in the entire world, there are only 2 or 3 families that can run sugar mills in Kenya. If you put out an international tender, and only 2 families from Kenya are the ones that are responding to that tender, there's a problem. The people who run sugar mills in Brazil, have they heard that Nzoia was looking for a strategic investor? How is it possible that we do an international tender and the respondents are not international people? They are just Kenyans here, running around from Webuye. That tells you that there's a problem. So I'm here to condemn the hostile takeover of Nzoia Sugar. Wizara ya Afya sasa imesisitiza kuwa itahamisha jukumu la kulipa mishahara kwa wahudumu wa UHC kwa gatuzi mbalimbali licha ya wahudumu hao kupinga hatua hiyo. Zaidi ya wahudumu wa UHC wapatao 8,500 kote nchini wamekuwa wakiandamana wakisema kuwa wanahisi kutelekezwa na serikali licha ya kutumikia taifa wakati wa janga la corona kati ya mwaka 2019 na mwaka 2020. Wahudumu hao pia waliandamana katika majengo ya bunge ambapo Waziri Aden Duale alifika mbele ya Seneti siku ya leo. And I don't know why somebody somewhere in the previous leadership decided to transfer the function and keep the money at the headquarters. I want to make it categorically very clear to my colleagues, to my friends, the UHC staff. We can talk about other things, but the transfer of the resources, the payroll, is not negotiable. It is the law, it is the constitution. So if you are coming to Afya House, you are welcome. This is your building. You're a health worker. But you must come when you know your place in the constitution. Jaji mkuu Martha Koome ameahidi kushirikiana na wadau kuunda kanuni zitakazosaidia kutekeleza sheria ya walemavu iliyotiwa saini hivi karibuni na Rais William Ruto. Sheria hiyo inalenga kuboresha upatikanaji wa haki kwa watu wenye ulemavu kwa kuhakikisha wanapata haki za elimu, afya, ajira na huduma nyingine muhimu. Hatua hii inafuatia kutia saini kwa mswada huo na Rais William Ruto kuwa sheria kamili. Mwanahabari wetu Chichi Josephine na taarifa zaidi. Your Excellency, the bill stipulates that the National Treasury. Siku chache baada ya Rais William Ruto kupitisha mswada unaowahusu watu walio na ulemavu kuwa sheria katika ikulu ya Nairobi, Jaji mkuu Martha Koome amejitolea kuwezesha uundaji wa kanuni zitakazosaidia kutekelezwa kwa sheria hiyo. Akizungumza Jumatano wakati wa kongamano la kanda ya Afrika kuhusu upatikanaji wa haki kwa watu walio na ulemavu jijini Nairobi, Koome alisema utekelezwaji wa sheria iliyoidhinishwa na Rais William Ruto pia kutasaidia kufikia lengo la ajira la 5% ya watu walio na ulemavu. Kwa sasa lengo hilo limefikia 1.5%. For far too long, persons with disabilities have had this gateway obstructed by structural, legal, and attitudinal challenges that undermine their full and equitable or equal participation in the justice sector. We intend to do the work that we want through legal reforms and to ensure compliance with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Koome alibainisha kuwa wako katika mshikamano ili kuhakikisha upatikanaji wa haki kwa watu walio na ulemavu kama ilivyoainishwa katika sheria. We act in solidarity towards advancing access to justice for persons with disability, which is really a constitutional command or imperative. Last week, we had the President assent to the Persons with Disabilities Act 2025, which among other things provides
for effective justice for persons with disabilities and the provision of procedural and age-appropriate accommodations to all persons who interact with the justice system. Wakati wa kutiwa saini kwa mswada huo, Rais William Ruto alikariri kujitolea kwa serikali kuhakikisha tafsiri ya sheria katika maboresho yanayoonekana katika maisha na ustawi wa watu walio na ulemavu. With the signing of this law, ladies and gentlemen, the real work now begins. Its full promise cannot be realized by the National Council for Persons Living with Disabilities or the Ministry of Labour and Social Protection alone. It will require collective action by all stakeholders, including national and county governments, legislators, civil society, the private sector, and all Kenyans of goodwill. Chichi Josephine, TV 47. Asante sana Chichi Josephine. Kwingineko mtazamaji, maendeleo ya wanawake imetangaza rasmi uzinduzi wa usajili mkubwa na wanachama nchi nzima, ikiwa ni harakati ya kuajiri wanachama katika wadi zote 1450 kabla ya uchaguzi wa kitaifa wa mwaka 2028. Kulingana na Anne Wamba, mwenyekiti wa bodi ya maendeleo ya wanawake, ni wale tu waliolipia ada za wanachama watakaoruhusiwa kugombea na kupiga kura katika chaguzi zijazo. Zoezi la usajili litaendelea hadi uteuzi kwa wale wanaowania nafasi mbalimbali kuanzia Januari mwaka ujao. Mwanahabari wetu Kimanzi ana taarifa zaidi. That the candidates vying for a position of the national office should have been an active member of Maendeleo for 10 years and should have served at the county level at an executive position, and the age limit for office bearers is 75 years. Kwa sababu hii sasa ndio tumedecide kufanya hiyo election, tutakuwa na wakati wa kufanya hiyo election. Kwa wakati wetu tunaendelea kupangilia mipangilio yetu kwa utaratibu. Tunataka wanawake wa Kenya nzima, national, waje waandikishe, wafanye registration. Tunapendelea zaidi tumepate wale majencies wale kutoka 25 kuendelea juu. After the nomination process, the election board, which is here, is going to clean up the register, have the register verified, and then we'll get into an election. The timelines that we are working with that were given by the AGM of 2023 in December is 2028. We are working with that, but we are going to, this is going to be largely guided by the election board and also all the Visa vya dhuluma dhidi ya wanawake na watoto vinaendelea kuongezeka nchini, huku maeneo mengi ya magharibi mwa Kenya yakiorodheshwa kuwa na idadi kubwa ya matukio haya. Kulingana na takwimu zilizokusanywa hivi karibuni, kaunti ya Vihiga inaongoza kwa visa vya dhuluma za kijinsia. Hali hii imeibua wasiwasi miongoni mwa wananchi na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiru anatuarifu zaidi. Takriban visa 100 vya dhuluma za kijinsia huripotiwa kila wiki katika kaunti ya Vihiga, wanaoathirika zaidi wakiwa watoto na wanandoa. Kwenye vikao vya ukusanyaji wa maoni kutoka kwa umma vilivyoongozwa na jopo maalum lililoteuliwa na Rais William Ruto, imebainika kuwa hulka hii imekithiri miongoni mwa jamii ya eneo hilo. From our report of yesterday, 72 cases in hospitals are reported every week of sodomy, defilement, incest. Na kwa sababu wanaogopa aibu, haisemi, lakini ukienda hospitali unapata wanaenda pale. So we hope with our report and this forum today, people will begin to open up. Aliyekuwa mbunge wa Marakwet ya Mashariki JB Kilimo akiongoza jopo hilo kwenye kaunti ya Vihiga, walitamaushwa na visa vya dhulma dhidi ya wanaume vilivyoripotiwa. About GBV, they fear the shame, the culture. It is shameful ati kuongea ati sijui nani ulipigwa na bibi yako ama useme bwana alikupiga. It is a closed society. Hofu sasa inazidi kwa jamii hiyo iliyofedheshwa na kutoripoti kwa visa hivyo vya dhulma. Kina mama kwa sasa wamechukua mstari wa mbele kuweza kudhibiti familia, na huyu mwanaume haonekani. Na ndio maana unaona kwa sasa watoto wengi wameegemea pande ya mama,
Na baba wakati anazungumza jambo lolote katika familia, utapata watoto hawawezi kumsikia au kuzingatia yale ambayo amesema. Tushirikiane pamoja na tuwe kitu moja. Wamama, wazee, tuwe kitu moja. Ndio tuzuie hii kitu ya best violence. Willy Dennis Njiru, TV47. Na mtazamaji, na taarifa hiyo yake Willy Dennis Njiru inatupatia awamu kidogo tu ya kumeza mate, lakini usiondoke hapo ulipo, maana tutakuwa tukirejea na taarifa zaidi zikiwemo za michezo. Our world is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's mind. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change. The future isn't just something that we inherit, it's something that we create. Join us on The Green Fix as we tell the stories of those who refuse to give up. When it comes to fixing the planet, there is no time to waste. Join me, Shiksha Arora, on Thursdays at 9 p.m. on The Green Fix as we look into the big why, you and I. For comprehensive information and education on your health, Body Garage is here. Don't allow anyone to pluck out your good tooth, as long as it is strong and stable. Cancer doesn't start today and you get the symptoms tomorrow. By the time you pick it or the time it is manifesting in you, probably will be there about 5 to 10 years. The eye is the window to the rest of the body. Don't forget to stay hydrated. And of course, you at home do take your water. So the ultimate test is actually you check your urine. Your urine should be clear. Clear like the water? Yes. Should be able to see the other side of the urine. If your urine is colored or has changed color, you cannot see the other side, then you have not taken enough water. Don't forget regular health checkups. Early detection saves lives. I want the message be, we can prevent cervical cancer. We prevent cervical cancer in several ways. You have young girls and even somebody who's above that age, you can pay at least every 3 years. Somebody should have a pap smear done. If you are 40, 45, 50 going upwards, once a year, please go see a doctor. Yeah, it's just for normal routine maintenance. Hey there, friends. Welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Jiunge nasi tunapoangazia safari za viongozi bora. Kutoka kwa ushindi mkubwa hadi masomo magumu. Wakati wetu kwamba wasichana si wa kusoma, ni wa kuolewa, ng'ombe ipatikane, wazazi wakuwe watajiri. Tunashughulikia yote. I wish I were a better investor. My parents taught me how to look for things for myself.
Tazama Mfahamu Kiongozi, ambapo kila kipindi kimejaa maarifa, mikakati na hadithi za kukuza azma yako. For me to succeed, I have to fight. Kila Alhamisi saa 1 Karibu tena mtazamaji, unazidi kupokea taarifa za upeo wa TV47. Alikuwa naibu rais Rigathi Gachagua hapo kesho anatarajiwa kutangaza chama chake kipya, chama hicho ambacho kinatambulika kama Democracy for the Citizens Party, yani DCP nam, ambacho kauli mbiu yake ni sikiza wa Kenya, kinawashirikisha maafisa wake kutoka sehemu mbalimbali nchini. Aliyekuwa katibu mkuu wa chama tawala cha UDA Cleophas Malala ndiye atakuwa naibu kiongozi wa chama hicho, kando na Gachagua ambaye ni kiongozi wa chama hiki cha DCP. Katika hatua yake ya kuimarisha uungwaji mkono wake eneo la Mlima Kenya na kufungia nje chama cha UDA eneo hilo katika chaguzi zijazo, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua anatarajiwa kuzindua chama chake kipya hapo kesho katika mtaa wa Lavington hapa Nairobi, ikiwa ni ishara ya kwaheri ya masaibu yake ya kisiasa na Rais William Ruto. UDA, and especially in Mount Kenya region, it will be left as a shell in terms of membership. I can tell you 99% will move out and they will decamp to the new party. That is the shock that they are going to experience. Chama hicho kipya ambacho mizizi yake ni Mlima Kenya kinajulikana kama Democracy for the Citizens Party, DCP, na tayari kina maafisa wake wapya. Gachagua ndiye atakuwa kiongozi wa chama, huku naibu wake akiwa aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha UDA Cleophas Malala. Mwenyekiti wa chama atakuwa seneta wa Kajiado Sekilenku, huku katibu mkuu wa chama akiwa seneta wa Nyandarua John Methu. This is not a village party. This is a national party which will have what we call a national outlook. And this is what we are expecting tomorrow. I am sure tomorrow's meeting, the national team will be unfurled so that Kenyans can be able to know who are they and do they bring the image of the Kenya image. Seneta Methu anasemekana kujitolea kujiuzulu kutoka chama cha UDA mara tu atakapochukua wadhifa wa katibu mkuu wa chama hicho hapo kesho na kujiandaa kwa uchaguzi tena chini ya chama cha DCP. Chama cha DCP ambacho kauli yake mpya ni sikiza wa Kenya kitatumia nembo ya sikio na mkono kama ishara ya kusikiliza wa Kenya au ground, usemi maarufu wa Gachagua. This is not the part that people have been always saying Wamonyoro is tribal. There is nothing like tribal here. This is a national party, and I can assure Kenyans Wamonyoro is not tribal. Wamonyoro was uniting his base, because you cannot unite the country before starting from home. Tayari joto la kisiasa limeanza kupanda katika eneo la Mlima Kenya ambapo chama cha rais mstaafu Uhuru Kenyatta Jubilee vilevile kinajiandaa kuvuna, huku aliyekuwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza naye akijiandaa kuzindua chama chake. Aliyekuwa mbunge wa Bahati Kimani Ngunjiri tayari amezindua chama chake cha Future Party, huku wapinzani wake sasa wakidai kuwa ni msukumo wa Rais William Ruto kugawanyisha mlima. Apul Kamau, TV47. Waziri wa michezo Salim Mvurya mapema leo alizindua akademia ya michezo ya eneo bunge la Webuye Magharibi kwenye hafla iliyofanyika katika shule ya upili ya wavulana ya Friends School Bokoli. Akademia hiyo ni ya 7 kati ya 37 ambazo zimeratibiwa kuzinduliwa kama njia mojawapo ya kukuza talanta humu nchini, na itakapokamilika itatumika kukuza na kutambua talanta za wakazi wa eneo hilo na kuwapa nafasi ya kuonesha talanta zao kwenye jukwaa la kimataifa. Itatusaidia in one way or the other, kwa sababu wakati wa likizo hatutakuwa ama wale wanafunzi wengine hawatakuwa wanajiingiza katika vile vikundi ambavyo vinaweza vikaharibu future yao. Sasa tutakuwa tukifunga, tunakuja hapa hivi
ili kukuza talanta zetu na pia kuwa na future mzuri. Hii Sports Academy ambayo tumezindua hapa siku ya leo ni katika ile mwafaka na njia nzuri ambayo vijana wetu wataweza kupata nafasi kwanza ya kutambuliwa vipawa vyao na wapate nafasi ya kukuza talanta zao. Kwa hivyo leo hapa ambayo tumezindua shule hii ya talanta, tutajenga sehemu ama ile track za kukimbia. We will do 8 running tracks. Kwingineko mtazamaji, viongozi wa ligi kuu ya soka nchini Kenya, Police FC na Tusker FC wamepoteza mechi zao za raundi ya 31 ya ligi hiyo. Police FC walipokezwa kichapo cha mabao 2-1 na Kakamega Homeboys ugani Mumias, huku Talanta FC ikilaza Tusker FC mabao 2-0 ugani Dandora. Haya kijiri, Shabana imebwaga Bidco United mabao 2-1 katika uwanja wa Gusii. Kimimina ndani kusema tuna concede through set piece, but pia tumekuja pia kuanalyze sisi kama timu. Ukiangalia mali set piece zinatoka, ukiangalia hiyo foul ndio wapatiwe ndio ikuje ikuwe bao. To me that was not a foul, so naweza sema it's very sad. Ukiangalia tumeshinda game lakini we are not happy. I'm not happy as the coach. To me I don't like talking about officiating, but today officiating imekuwa chini sana, na naweza imiza federation sometimes tuna blame my coaches. That's why unaona timu zetu zinaenda nje, under 20 wameenda juzi nje, wanatoka mapema. Kwa moments pia sisi tunafeel tungepewa hizo penalty zenye Shabana wamepewa, but overall si hatujacheza vibaya, tumecheza vizuri. Ni mistakes tu za huitanga high school mistakes. If you are a senior player huwezi fanya hiyo kitu nzuri amefanya, and then tuna concede in a way that Shabana hata hawajasweat. Tumewagift bao ya kwanza, bao ya pili tumewapea penalty. Penalty yenye mimi siko sure kama ni penalty. Naye Mkenya Ayush Bandari aliandikisha ushindi dhidi ya Hernando Ramirez wa Ufaransa kwenye mashindano ya tenisi ya ITF J30 yanaendelea katika uwanja wa Parkland Sports Club jijini Nairobi. Mashindano haya yamevutia zaidi ya wachezaji 50 kutoka nchi mbalimbali. Mchuano mwingine ulishuhudia Mkenya Rohan Bandari akipokezwa kichapo cha seti 2-0 na Karim Kechago wa Tunisia, naye Rayana Bolsara akapokea kichapo cha seti 2-0 na Pavak Chitania wa India. Kenya inatumainia kuandikisha matokeo mazuri hapo kesho. Mashindano haya yatafikia kikomo tarehe 24 mwezi huu wa Mei. I mean, the goal is to go back home with some points, hopefully. But, you know, it's first ITF, so we're just here for the experience for the most of it, and yeah, hopefully get some points. Honestly, it's going to be like probably one of the last juniors ITF, so I think I'll win, yeah. So we'll see how it goes, yeah. I'm expecting to win, yeah, sure. All on this tournament is to reach our best, and for me it's to reach final and win the tournament. So my expectation is to take the trophy back home. So yeah. Alvin Changilo, mtazamaji, Hasbon Wafula na pia Paul Maritim na Terer Gilbert Musani ni akitutazama moja kwa moja kutoka kaunti ya Bomet. Aidha mtazamaji, tumekuwa na Joseph Osumo, ni miongoni tu mwa watazamaji ambao wamekuwa nasi kwenye taarifa hizi zetu za upeo wa TV47. Zangu ni shukrani ijazila. Pale pembeni nimekuwa na msaidizi wangu kwa lugha ishara, jina lake Roda Nyamai, na mimi jina langu ni Ruga Ival. Kwa heri ya kuonana.